Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Watoto wa Mungu, wana wa Mungu, karibuni katika ibada hii asubuhi, katika dakika hizi ambazo Mungu ametupa, ambazo ni pungufu kidogo ya dakika 15. Karibuni tuweze kushirikiana pamoja, tutafakari habari ya ukuu na uweza wa Bwana. Na hii ni Jumanne ya baraka. Mungu atubariki, na ninakusalimu sana katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Habari za asubuhi. Pale ulipo, funika macho yako tupate kumshukuru Mungu wetu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya muda huu ambao umetutengea kupitia Roho Mtakatifu, kwamba tukapate kukuabudu wewe katika roho na kweli. Asante kwa sababu macho yako yanakimbia duniani kumtafuta mtu mmoja anayetafuta ushirika nawe. Na sisi Bwana tumeutafuta ushirika nawe kupitia neno la Mungu na kwa maombi. Asante Bwana kwa sababu ulisema tukutafute maadamu unapatikana. Na asubuhi ya leo Bwana tunautafuta uso wako na wala sio vingine, tukiwa kabisa kwamba ukienda pamoja nasi siku hii utatupatia raha, na mambo yote yanawezekana kwa sababu wewe uko fungu letu. Karibu katikati yetu Bwana, ukitubariki, ukitulinda, ukitutunza, ukitupigania kwa namna na jinsi nyingi Bwana unazozijua wewe, kwa sababu uhai wetu uko mikononi mwako. Nguvu zako ni msaada wetu. Wewe unajua namna ya kutupa chakula na cha kunywa. Wewe unajua namna ya kutunza afya zetu mifupani mwetu Bwana. Wewe unajua namna ya kuzishika familia zetu, waume zetu, wake zetu, watoto wetu wa kiume na wa kike Bwana. Wewe unajua na kuzishika nyota zetu, ili adui shetani asipate nafasi kwa neno au kwa tendo Yesu. Basi Mungu, tunaanguka kwenye mikono yako yenye nguvu, ili tukapate kulindwa nawe. Vingine Bwana vimejaa utapeli na ushirikina mwingi, lakini ni kwako tu tukatakaa salama. Baba, tunajikabidhi kwako jinsi tulivyo. Tunakabidhi familia zetu zote mikononi mwako. Tunakabidhi kazi zetu na biashara zetu mikononi mwako. Tunaikabidhi ratiba ya leo mikononi mwako Bwana, kwamba sisi tukatunzwe nawe, sisi tukafanikishwe nawe. Basi Bwana, ratiba hii nzima ya leo tumeiweka mikononi mwako, kwamba Bwana ukatutangulie, kwamba Bwana ukabariki kazi ya mikono yetu leo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, tumekukimbilia wewe na wala si mwingine. Tumekukimbilia wewe na wala sio mwingine, na hatutaibishwa tukiwa mikononi mwako, na tukiwa mikononi mwako utatukutanisha na watu sahihi, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, uso wako uwe juu yetu, mikono yako yenye baraka nyingi uwe juu yetu, usituache. Na asubuhi ya leo Mungu, tunawaleta ndugu zetu mikononi mwako. Tunao ndugu walio wagonjwa pale Muhimbili Upanga, tunao wagonjwa pale Muhimbili ya Mloganzila, tunao wagonjwa kule Palestina, kule Sinza, tunao wagonjwa kule Mwananyamala, tunao wagonjwa kule Amana, tunao wagonjwa kule Temeke, kuna wagonjwa kule KCMC, tunao wagonjwa pale Mawenzi, tuna wagonjwa kule Mwanza, kule Mbeya, tuna wagonjwa kule Morogoro. Tanzania hii kuna wagonjwa ndugu zetu, kuna waliopata ajali Bwana, kuna wagonjwa ambao Mungu kwa njia moja ama nyingine wanaumwa vitu ambao havijui kwa sababu ya nguvu za giza, uchawi na ushirikina. Tunasimama kwenye madhabahu yako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunakuomba Yesu, unyosha mkono wako ukawaponye kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, ninakuomba kila ambaye anautafuta uso wako ukamwonekanie Bwana. Anayetamani kuponywa ukamponye Yesu. Anayetamani kuinuliwa kutoka hali ngumu alionayo ukamuinue Bwana. Kwa jina la Yesu
ponya, fungua, ganga, weka huru watoto wako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunawaombea wajane wote, tunawaombea yatima wote, tunawaombea wanaokimbia vita. Mungu, tunakusihi kwa jina la Yesu kwamba ukaonekanie mkono wako wenye nguvu ukiwakinga na hatari zote kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwonekanie mtoto wako anautafuta uso wako. Mwonekanie huyu baba, mwonekanie huyu mama, mwonekanie huyu kijana wa kiume na wa kike. Bwana wako na ambao tumeleta maombi yetu mbele zako, bado hayajajibiwa Bwana, lakini tukijua hakika kwamba wewe ni Mungu ambaye sikio lako sio zito likaacha kusikia. Ninakusihi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwamba Bwana ukajibu na maombi yetu, ukaachilie msaada kutoka patakatifu pako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeamua kukimbilia wewe na familia zetu na watoto wetu wa kiume na wa kike. Tumeamua kukukimbilia wewe Bwana, pamoja na yote ambayo tunayapitia. Yesu Kristo mwana wa Mungu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu mwenye majibu yetu. Peleka msaada kutoka patakatifu pako. Ninamwinua huyu baba na biashara yake, ninamwinua huyu mama na biashara yake, ninamwinua huyu kijana na biashara yake. Ninaombea watoto wetu walio kazini, tunaombea kuanzia vyuo vikuu mpaka baby class. Bwana, peleka msaada kutoka patakatifu pako, na wale watoto ambao Mungu wako likizo, ambao wako pale nyumbani, tumewafunika kwa damu ya Yesu, wasipatwe na mabaya, wasijifunze vitu vibaya. Msaidie huyu mama anayeangalia na huyu baba waweze kupata chakula na chakunywa kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Basi ninaitamka shwari kuu katikati ya kila mmoja, ninaitamka shwari kuu kwenye familia na ndoa, ninatamka shwari kuu kwenye biashara zetu kwa jina la Yesu. Ujue kufungua malango yetu, ukatufungulie malango ya baraka. Fungua malango ya baraka kwa hii familia, fungua malango ya baraka kwa ajili ya hii biashara, fungua malango ya biashara kwa ajili ya huyu baba na huyu mama, fungua malango ya biashara kwa ajili ya watoto wetu, wasipatwe na mabaya kwa neno au kwa tendo. Nimembariki kila mmoja kwa jina la Yesu. Nimembariki kila anayeshiriki ibada hii, watoto wako walioko live hapa TikTok. Mungu wabariki, wapelekee msaada kutoka patakatifu pako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata wale ambao Mungu hawajapokea majibu kutoka kwako, wapokee majibu kutoka patakatifu pako kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho zizuiazo zikaachilie watoto wa Mungu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata zile biashara ambazo hazifanyi faida, Mungu apelekee msaada kutoka patakatifu pako sawa sawa na Zaburi ya 20. Tunajifunika kwa damu ya Yesu, ukatutendee mema, usituache Yehova. Ni siku njema ya baraka, siku ya Jumanne, tukasikie kubarikiwa nawe, tukasikie kuinuliwa nawe, tukasikie kufanikishwa nawe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, enda mbele yetu, usituache. Kwa jina lako Mungu Baba, kwa jina lako Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, bariki hao ambao wanaiona ibada hii hapa Facebook, wabariki hao ambao wanaiona ibada hii hapa TikTok, wabariki hao wanaiona ibada hii pale WhatsApp na pale Instagram na pale YouTube. Mungu mbariki kila mmoja kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tukauone wema wa Bwana katika nchi hii unayetupa. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, sikia kuomba kwetu, na wale wote wenye imani semeni amen. Sema tena amen. Mtoto wa Mungu, ninaleta neno la Mungu kutoka Zaburi ya 89. Zaburi ya 89, nitasoma mstari wa 17 na mstari wa 18. Zaburi ya 89 mstari wa 17 na mstari wa 18. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Sema amen. Neno la Bwana nasema, maana fahari ya nguvu zao ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Maana ngao yetu ina Bwana, na mfalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Naomba kurudia. Maana fahari ya nguvu zao
ni wewe, na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Mstari wa 18, maana ngao yetu ina Bwana na mfalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Sema amen. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninazungumza mambo matatu. Jambo la kwanza, neno la Mungu linasema, maana fahari ya nguvu zao ni wewe. Maana fahari ya nguvu zao ni wewe. Tunamshukuru Mungu ambaye anakutoa kwenye kundi la watu ambao fahari ya nguvu zao haitokani na Mungu. Nisikilize. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye fahari ya nguvu zako ni Mungu na wala si wanadamu, wala mapepo, wala majini, wala uganga, wala uchawi, wala ushirikina. Rafiki yangu, kama kuna jambo la kujisifia ni wewe kuweza kujipiga kifua na kusema fahari ya nguvu zangu ni wewe Bwana. Haleluya. Jiunge na kundi la wanaume na wanawake mamilioni duniani wanaosema Mungu asante, kwa sababu fahari ya nguvu zangu ni wewe na wala si nguvu zingine ziwazo zote. Na mahali pengine anasema amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu, anayemfanya mwanadamu kuwa kinga yake, na huku amemwacha Mungu. Usimfanye mwanadamu kuwa nguvu zako, lakini nguvu zako zitokane na Bwana. Sema amen. Ninakubariki asubuhi ya leo, wewe baba, wewe mama, wewe kijana wa kiume na wa kike, na wewe ambaye uko live hapa TikTok, na wale ambao utaishiriki ibada hii YouTube na katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram. Fahari ya nguvu zako itokane na Mungu na Mungu peke yake. Sema amen. Na utakapofanya hivyo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo atakuwa kimbilio lako, hata kuacha wala hata kupungukia. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa kazi ya mikono yako, utabarikiwa kila utakachokifanya, kwa sababu neno limekwambia, Zaburi ya 89 mstari wa 17, fahari ya nguvu zako ni Mungu na Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Tena jambo la pili akasema, na radhi yako pembe yetu itatukuka. Na kwa radhi yako pembe yetu itatukuka. Sasa niombe nisome tafsiri ya Kiingereza hapa kutoka Biblia hii ya Old Revised Standard Version. Ninasoma Biblia ya zamani sana, RSV, Biblia ya zamani sana, hata inaonekana ni ya zamani sana hii, ambayo tafsiri yake ni nzuri. Ninasoma mstari wa 17, anasema, for thou art the glory of their strength, by thy favor our horn is exalted. For thou art the glory of their strength, by thy favor our horn is exalted. Kwa tafsiri ambayo si rasmi nasema, kwa kibali chako pembe yetu itatukuka. Ni kwa kibali cha Bwana jina lako litasikika. Ni kwa kibali cha Bwana pembe yako, utukufu wako utaonekana mbali. Haleluya. Mungu akubariki popote ulipo. Mungu aibariki biashara yako. Mungu abariki ndoa yako, na kwa kibali cha Bwana utukuke, uinuke, usonge mbele. Mstari wa 19 anasema, maana ngao yetu ina Bwana. Hili ni jambo la tatu. Maana ngao yetu ina Bwana na mfalme wetu ni wake Mtakatifu wa Israeli. Ngao yetu ina Bwana. Mpendwa, acha ngao yako, acha cha kukinga wewe kitokane na Bwana na sio vinginevyo. Naomba usisahau mambo matatu. Jambo la kwanza, fahari ya nguvu zetu itokane na Bwana. Sema amen. Jambo la pili, namna ya wewe kuwa exalted, kuinuka, kusikika, kufanya mambo makuu
inatokana na kibali cha Bwana. Jambo la tatu, ngao yetu, ngao ya kukukinga wewe itokane na Bwana na wala sio vinginevyo. Mungu akubariki, Mungu akulinde, utunzwe na ufanikisho leo kwa jina la Yesu. Ninapoenda kuhitimisha hapa, Mungu akubariki, akuinue, akutendee mema, ung'ae kwa jina la Yesu. Na wale ambao